unapokutana na timu ambayo inafunguka zaidi na zaidi, alafu wewe Young Africans unazihitaji hizo alama 3 ili matumaini yawe makubwa katika hatua ya kwenda robo finali, unapaswa kufanya nini Magogo? Karibu. Ugumu mkai ni kwamba Al Hilal wakiamua kufunguka kwenye huo mchezo, maisha yanaweza kama magumu kwa pande zote mbili, kwa maana ya Al Hilal pia na Young Africans, kwa sababu bado milango haijawa migumu kiasi hicho kwenye upande wa Young Africans kwenye namna ambavyo wao wanazuia, na urahisi utakuja kwa Young Africans kwamba watatamani pia kuona Al Hilal wakifunguka ili wao wapate space, kwa sababu profile za wachezaji wao wengi ndani ya Young Africans ni aina wachezaji ambao wanahitaji space, wanahitaji nafasi ili kufanya shughuli zao kiwanjani. Na mara nyingi hata kwenye ligi wamekuwa entertain kucheza na timu ambazo zinapaki basi zaidi, kwa sababu timu inayopaki basi na wana defenders za unit wanafuata misingi ya kiulinzi, kuna ugumu wa kuwafungua ukizingatia na aina wachezaji walio pale Young Africans. Kwa hiyo issue nyingine ni tahadhari ambayo alikuwa anaizungumzia hapo mwenyewe pia Mkai, kwamba kwenye michezo kama hii utofauti wa hizo timu mbili, pressure ni kubwa zaidi kwa Yanga kuliko Al Hilal ambaye ana option ya kutaka point 3 ama sare tu, na ukizingatia wako nyumbani. Kwa hiyo cha muhimu ni kwamba Young Africans pia wenyewe wana vitu chanya ambavyo walifanya kwenye mchezo uliopita. Kwa hiyo wanaweza wakaanzia pale licha kwamba mpinzani ni tofauti, kwa sababu hata makocha wao wana analyze ama wanaiandaa timu kutokana na aina timu ambayo wanakutana nayo. Approach ambayo ilitumika dhidi ya Mazembe haiwezi kufanana na approach ambayo inayotumika dhidi ya Al Hilal, kwa sababu ni timu mbili tofauti, makocha wao tofauti, profile za wachezaji tofauti, quality ya wachezaji tofauti. Kwa hiyo I believe kuelekea kwenye mchezo huu kuna mpango kazi ambao watakuwa wameuandaa. Inawezekana lineup ikawa ni ile ile ya wachezaji ambao walianza kwenye mchezo uliopita, lakini mpango na nini ambacho wanatakiwa kwenda kufanya uwanjani ikawa ni tofauti. Unapendelea kikosi chako kwa upande wa Yanga kiwe vipi, utabiri wako? Sioni mabadiliko makubwa kwenye kikosi ambacho kimekumbuka kwenye michezo mfululizo hapa katikati. I believe golini Diarra ataendelea kusalia, lakini mara nyingi Juma makocha afanyagi mabadiliko kwenye eneo la ulinzi kama hakuna shida yoyote. Kwa hiyo naamini ma center back wawili, Job pamoja na Baka, full back wawili kwa maana ya Kibwana Shomari pamoja na Boka, kwa sababu I believe ni mechi ambayo Yanga wanahitaji matokeo. Going forward kati ya Boka na Kibabage, Boka na kitu kikubwa zaidi, na hata recovery pace ya Boka ni kubwa kuliko Kibabage. Kwa hiyo namuona Boka akiwa upande wa kushoto. Kwenye eneo la viungo, Khalid Aucho pamoja na Mudathir haya basi wataendelea kutengeneza pia kwenye midfield, kwa sababu imeonekana wanashabiana baadhi ya sifa na utekelezaji wa majukumu unategemeana na ubora wao wote wawili, kwa sababu Mudathir haya ni ball winner mzuri, anashinda sana mipira, anagombania mipira, na kinachomsumbua mara nyingi ni uwezo wake wa kuupasia ule mpira. Kwa hiyo kama ameshaiba ile mipira, anachotakiwa ni kumkabidhi ile mipira Khalid Aucho, kwa sababu ana uwezo wa kusupply huduma kwenda kwa viungo washambuliaji. Kwa hiyo viungo washambuliaji watatu sio